Endelea kushare kadiri uwezavyo, mtu wa Mungu, popote ulipo. Kama upo kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, endelea kushare, mwana wa Mungu. Endelea kushare kadiri uwezavyo, endelea kushare kadiri uwezavyo, popote ulipo. My God, endelea kushare, mtu wa Mungu. Endelea kushare, mtu wa Mungu, popote ulipo. Endelea kushare, mtu wa Mungu, popote ulipo. Kushare popote ulipo. Leo sitokaa muda mrefu sana, na muda mchache sana. Doris ungeni request. Endelea kushare, mtu wa Mungu, popote ulipo. Neema ya Mungu iambatane na wewe ambaye unanifuatilia kuanzia sasa. Hello, shalom. Okay. Unanisikia hapo? Okay. Habari uzima? Doris. Sauti kwa mbali. Yes, shalom. Sauti iko kwa mbali. Okay, hapo unanisikia vizuri? Bado iko chini kidogo. Bado iko chini? Yeah, nakusikia lakini. Okay. Labda nipunguze hii. Hapo unanisikia? Yes, nakusikia. Okay, sawa. Acha niombe afu tukashie kwenye grupu kwanza, nishie na watu. Ngoja nishie kwenye grupu. Yeah. Sasa tuna kuna joto bala. Acha niombe. Mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, uketie mahali pa juu pasiri palipoinuka. Baba, tazama tunakuja mbele zako, tunaikabidhi ibada ya leo na mafundisho ya leo. Baba, ukajifunue, Baba, tukakuone wewe katika jina la Yesu. Neema yako Mungu kazidi kushuka sahihi. Tunasema asante kwa ajili hata ya mafunuo ambayo unakwenda kutupatia. Tunasema asante hata kwa ajili ya neno lako Bwana ambao umeliweka kwa ajili ya watu wako. Baba, ukajifunue. Na naamini Mungu nakwenda kunyosha mkono wako. Naamini Mungu nakwenda kugusa kila mmoja. Naamini Mungu nakwenda kukumbusha kila mtu ambaye atakayenisikiliza. Baba, neema yako ikazidi kushuka juu ya wanao. Isikupungukie juu hata ya mtu mmoja. Baba, usimwache hata mtu mara hapa. Neema yako izidi kuambatana na kila anayenisikiliza. Baba, masikio yao ukayaguse, ukaseme nayo. Mioyo yao Baba ukawaguse, ukaseme nayo. Baba, ukawavushe kwenye familia zao, ukawavushe kwenye kila aina ya majukumu. Baba, ukainue vipawa vyao. In Jesus mighty name. Amen. Popote ulipo mtu wa Mungu, endelea kushare kadiri uwezavyo kushare. Wherever you are, a person of God, kindly share with everyone that you can share. Hakikisha unashare kwenye magrupu yetu ya WhatsApp. Make sure you share in our WhatsApp groups. Make sure you share in our WhatsApp groups. Pia share kwa watu wawili, watatu, wanne, hata watano. And please share to maybe 2 people, 3 people, even 4 or 5 people. Liko jambo Mungu anataka kutenda juu ya watu siku ya leo. There is something that God wants to do to people today.
Watu wanataka kuwafungua macho yenu, watu sahi ambao mnanisikiliza hapa. God wants to open people's eyes to you who are listening to me now. Kuna watu wanajitahidi kuomba lakini hawaoni matokeo. There are people who are trying to pray but they don't see results. Lakini nataka nikwambie leo matokeo yapo. Kuna kodi Mungu ameifunga. But I want to tell you that the results are here and there's a code that God wants to open for you. Leo Mungu anakwenda kufungua hiyo kodi kwako. Today God is going to open that code to you. Nina andiko moja na sitokaa sana, lakini nataka akili yako na macho yako yafunguliwe leo. There is a reading that I want to give you today, but I'm not going to stay for long because I want your ears and eyes to be open tonight. Ni maandiko machache, lakini ukinisikiza kwa makini utafunguliwa leo. These are very few readings, but when you listen to me carefully, you'll be set free today. Mungu anataka kuvushe wewe ambao umekwama kwenye maisha. God wants to bring you to the next level in life. Mungu anataka kushike mkono wewe ambaye kila ukipiga hatua unarudi nyuma. God wants to hold your hand, you that who wants to take a step forward but you're going backwards. Mungu anataka kubadilisha hayo mawazo yako ambao unahisi kana kwamba Mungu hayuko pamoja na wewe. God wants to change the thoughts that you are thinking probably God has left you and is not with you. But God is going to change that. Ndipo waliamua kumwacha Mungu kwenye hizo changamoto zao. There are people who face challenges and they left God, but then it's that way, those challenges were that God wanted to be with them. Lakini nataka nikwambie mwanadamu ndiye anaacha Mungu, lakini Mungu haachi mwanadamu. But I want to tell you that human being is the one who leaves God, but God doesn't leave any human being. Shika kama mtu wa Mungu unanielewa hapa sasa hivi. I don't know if the people of God, you can hear me right now. Ukichanganya labda unadaiwa vikoba, benki na sehemu nyingine madeni. And when you put together that probably you have loans in the bank, you have loans in the circles and places of loan. Hapo unachanganyikiwa kabisa, unaona kana kwamba Mungu hawezi kukusaidia wewe. With that you get totally confused and you think that probably God is not going to help you. Lakini nataka nikwambie Mungu ana ujumbe kwa ajili yako siku ya leo. And I want to tell you, God has a message for you tonight. Hata kama utatabiliwa, lakini Mungu anataka na wewe pia uwe mwombaji. Even if you're going to be prophesied to, but God also wants you to be a person of prayer. Hata kama jambo utaliona katika ulimwengu wa roho, lakini Mungu anataka wewe kwanza uwe mwombaji. Even if there's something that you're going to see in the realm of the spirit, but God wants you also to be a person of prayer. Kwa sababu dunia ambayo tunaishi leo, because in the world that we're living today, kuna wachawi, kuna waganga, kuna wanga na majini. There are witches, there are witch doctors, and then there are jinns and other entities. Hao wote wanawinda hatima yako wewe. All those entities are looking forward to your destiny. Kama nini Mungu amewekeza, nini Mungu anakwenda kukupa ili wakiharibu kabisa. And to check on your destiny and see what God has given you so that they can destroy what God has given you. Lakini nataka nikwambie huyu Mungu ambaye amekuleta hapa, but I want to tell you, this God who has brought you here, anataka leo akushike mkono kabisa. He wants tonight to hold your hand completely. Inawezekana ulikuwa umuoni kwenye maisha yako, unasema hapana, nimejaribu hiki, nimefanya hiki, nimeshindwa, lakini nataka nikwambie leo Mungu anataka akushike mkono. It's possible that you have never seen him in your life. You tried this and you tried that and you don't see God, but I want to tell you, God wants to change your life. Endelea kushare, endelea kutap screen tuwe wengi hapa. Maana tuko watu 7 tu. Keep on tapping the screen, keep on sharing, because I can see we're only 7 people here. Shimna nisikie watu wa Mungu. I don't know if you can hear me, the people of God in here. Endelea kushare, endelea kushare, endelea kushare. Keep sharing, keep sharing, keep sharing. Ninavyoongea na wewe sasa katika ulimwengu wa roho, naona anga limeshabadilika.
When I talk to you right now, I can see in the realm of the spirit that Ninaona the anga universe already opened. limeshabadilika sasa hivi. Mungu yupo kwa ajili ya kuhudumia I, watu wake. I see there's a change already in the spirit, and Kwa God is here watu to. walikuwa wamekwama kwenye mahusiano, There are people who are stuck in relationships, aidha ndoa, aidha na watu wa karibu, aidha ndugu, walikuwa wamekwama kabisa. it might be in marriages, it might be in family relationship or other relative relationship, but people are stuck completely. Lakini naona Mungu anakwenda kuinua watu. But I see God is here to uplift other people. Kupitia maombi ambayo tutakwenda kuomba leo, Through the prayers that we're going to pray tonight, naona kuna watu watakwenda kuinuliwa. I see people are being uplifted tonight. Mungu atawainua watu wengi sana leo. God is going to uplift a lot of people. Ni kweli muda ni mchache, lakini tutaomba ili Mungu akuinue kufikisha kwenye hatima yako. I know the time is limited, but I want to pray that God is going to bring you towards your destiny. Sio kama kuna mtu anaelewa ninachoongea sahihi mahali hapa. I don't know if there's anyone who can understand what I'm talking about right now. Nakwenda kusoma kitabu cha Yohana 2 mstari wa kwanza hadi 11. Kuna kitu nataka tujifunze. I'm going to read the book of John 1, chapter 2, verse 1 up to 11. I'm going to read in the book of John, John 1, chapter 2, verse 11. 1 up to 11. Moja mpaka 11. Yeah. Biblia nasema, The Bible says, na siku ya tatu palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya. on the third day there's a wedding in Cana, the region of Galilee. Unafungua Biblia yako ama? Are you opening your Bible or? Nakuuliza wewe nani? Doris. Mimi ndo yes, ndo nilikuwa nafungua, nilikuwa nimeweka Bible. Dana Michael. Kimaliza tutaniambia fungue Yohana 2 anzia mstari wa kwanza. Yohana 2. Yohana 2 mstari wa kwanza. Endelea kushare watu wa Mungu. Tap screen hapo, endelea kushare. Bonyeza hapa, tap screen tuwe wengi. Endelea kushare. Sijui muda huu ni muda sahihi ama si sahihi kwenu, lakini neno la Mungu ndio hao ambao waliopo hapa ndio wanaendelea kuguswa na hilo neno. John verse 2. Anzia mstari wa kwanza. John verse 2 chapter. Okay, John chapter 2 verse 1. The wedding in Canaan. Okay. Na siku ya tatu palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya. 2 days later there was a wedding in the town of Cana in Galilee. Naye mamake Yesu alikuwepo. Jesus's mother was there. Kuna kitu nataka ukijue kwanza hapa kabla ya kuendelea mbele. There's something I also want you to know before I continue further. Biblia inatuambia palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya, lakini Biblia inatueleza kuna mtu anatambulishwa hapa, nasema na mamake Yesu alikuwepo. The Bible tells us that there was a wedding in Cana, but also someone is being introduced here saying that the mother of Jesus was also there. Swali la kujiuliza, kwa nini Biblia imemtambulisha mamake Yesu? There's a question to ask ourselves. Why did the Bible introduce the mother of Jesus? Tutaenda kugundua huko mbele. Sawa, watu wa Mungu. We'll come to notice further, people of God. Manake kumbe kuna muda Mungu anataka afanye jambo, lakini kabla ya kufanya jambo tafasiri yake kwa namna moja au nyingine, unavyosoma ile andiko, kuna kitu kinaitwa mazingira. Lazima Mungu andae mazingira kwako. And how we can learn here that if there's something that God is planning for you, there are some things that He's going to prepare for you. Ni kweli Mungu anataka kufanya mambo makubwa kwenye maisha yako, lakini lazima Mungu atahakikisha anaandaa mazingira ili wewe upenye. It's true that God wants to do big things in your life, but also it's true that God also wants to prepare the circumstances for you to get a breakthrough. Si watu wa Mungu wanaelewa vizuri?
I don't know if you can understand me, people of God. Lazima mazingira yaandaliwe ili wewe ufanikiwe kwanza. There is a need for the circumstances to be prepared so that you can be successful first. Ndio maana mabosi wengi matajiri wakubwa sasa hivi ukiwauliza lazima atakwambia kuna kitu kilitokea kwenye maisha yao nyuma kabla yao kuwa hapo juu. And that's why even the rich people and big prosperous men, before they got their richness, they will tell them something that happened to them before they are there right now. Siko naelewa mtu wa Mungu. I don't know if you understand me, person of God. Walipitia changamoto kadhaa wa kadha kwenye shughuli zao. They pass through a lot of challenges, 1 or 2 challenges before they come into their businesses. Lakini kwa kipindi hiko hizo changamoto ndio zilikuwa mazingira. And at that time, those challenges that they faced, those are the things that made them right now. Sio kama unanielewa vizuri mtu wa Mungu. I don't know if you understand me, person of God. Naomba katika akili yako ushikilie neno linaitwa mazingira. I want you to hold in your mind this word of the environment that you're facing. Shikilia neno mazingira. Hold on to the word of the environment. Kwa sababu hapa ukiangalia Biblia inasema kulikuwa na harusi lakini na mama yake Yesu alikuwepo. For here I tell you, the Bible says there was a wedding, but the mother of Jesus was there. Ukiendelea mbele mstari wa pili nasema Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. When you continue in the second sentence, it says that Jesus also and his disciples was also invited to the wedding. Kusoma mstari wa 3 Biblia inasema hata divai ilipowatindikia mamaye Yesu akamwambia hawana divai. And even in the 3rd verse it says that even when the wine had run out, Jesus' mother said to him that no wine left. Tazama hapa, kumbuka nilikwambia ushike neno mazingira. Look at this word here. I want to tell you to look at this word of environment. Ndio maana tunamwona mama yake Yesu sasa alipoona kwenye harusi divai imeisha, yeye akamfuata Yesu manake akamwambia hawana divai. As you can see that on the wedding, even when the mother of Jesus saw that wine was finished, he went to tell Jesus that there was no wine left. Kwani ukitazama kwa akili ya kawaida unataka uniambie Yesu akuona kama divai imeisha kwenye harusi? And when you see in a normal mind thinking, can't we not think that did Jesus not see that the wine was finished? Sasa nini kilimfanya mama yake Yesu amwambie Yesu kama divai imeisha kwenye harusi? And so why does the mother of Jesus tell Jesus the wine is finished? Tunaona kwenye hii harusi, we see that on this wedding kuna muujiza ulitakiwa ufanyike, utendeke. There was a miracle that was supposed to be performed. Lakini hauwezi kutokea muujiza, lazima mazingira yaanze kwanza kuandaliwa ili muujiza ufanyike. But a miracle cannot happen until the circumstances are prepared in the environment. Kwanza Yesu wakati anapata hiyo taarifa anajaribu kubishana na mama yake ama wanagombana juu ya muujiza ambao unatakiwa utokee. So you can try to picture the circumstances that Jesus is now in argument with the mother of the miracle to be happening. Kwa sababu tayari mazingira yalishaandaliwa, haina budi muujiza uje ufanyike. Because the environment and circumstances already prepared, the miracle was supposed to be happening. Tabia ya mazingira yatakusumbua sana mpaka ukubaliane nayo ndipo upate ushindi. The circumstances and the environment that you're facing, you can be struggling with it, but you have to struggle until you come to get to your success. Tunaenda kusoma mstari wa 4 tuone nini mama yake Yesu anajibu kuhusiana na mazingira. We're going to read on the 4th line and see what Jesus' mother is talking about when the circumstances and the environment is talking about. Yesu akamwambia mama, tuna nini na mimi nawe? And Jesus said to his mother, you must not tell me what to do, Jesus. Yani Yesu akamwambia mamake, tuna nini mimi nawe? Jesus told his mother, what have we got between me and you? Sio naelewa vizuri. Yani tafasiri kwa namna moja wanajaribu kubishana. So in another translation you can see that they're trying to have an argument there. Mama, unaponiambia kwamba divai imewaishia hawa,
maana yake nini? Mimi sina macho? It says, Mother, if you see the wine is finished for the wedding, do you Kwa think I nini don't have nimekaa eyes to kimya see? mama? Why am I silent, Mother? Wangapi waliona kama divai imeisha, How many people have seen that the wine is finished, lakini hawakuongea, walikaa kimya? but people did not talk, they just said, Lakini remain unatakiwa ujue silent. mamake Yesu kwenye harusi pale alikuwa yeye ni mazingira tu ya muujiza kutendeka. But as you can see, Jesus' mother was there only to allow the circumstances Ndivyo to mazingira happen. yanavyowasumbua watu wengi, lakini hawajui kama pana muujiza juu ya mazingira yaliyoandaliwa. And that's why, even for other people, the challenges they face is because of the circumstances or the environment they have been Mungu anaweza prepared akakuweka beforehand. hapa, God can put you here, lakini wewe hutaki kukaa hilo eneo ambalo Mungu amekuweka. but you don't want to stay where the position and God Kwa has macho yako ya positioned you. damu na nyama, hilo eneo utaliona baya, utaliona chafu, alifai wewe kukaa. In your eyes of the flesh and blood, you will see that those environment or the circumstances is not Lakini well for kumbe you to Mungu stay. tayari alishaandaa mazingira yako ili wewe uweze kupenya. But you don't know that God has already prepared the circumstances and the environment for you to get a breakthrough. Wangapi wamejaribu kutoka sehemu ambazo Mungu aliwaweka? How many people have just tried to get away from the circumstances God has put them? Wangapi waliamua kuwafukuza watu ambao Mungu aliwaleta kwenye mikono yao? And how many people chased away people that God has brought in their hands? Lakini nataka nikwambie mtu wa Mungu, But I want to tell you, person of God, Mungu hafanyi jambo lolote kwako isipokuwa lazima ayaandae mazingira ili wewe uweze kufanikiwa kwako. God doesn't do anything by mistake unless He is preparing a circumstance or environment for a success Ndio for maana you. divai ilipoisha kwenye harusi, mamake Yesu akamwambia hawana divai. And that's why when the wine was finished in the wedding, in the marriage, Jesus' mother told him the Si wine kwamba is Yesu finished. hakuona, si kwamba Yesu hajui kama divai imeisha. It's not that Jesus did not see. It's not that Jesus did not see the wine was finished. Ila yalikuwa ni mazingira. But those are the circumstances Ndio prepared. maana Yesu alijaribu kumwambia mamake, tuna nini nawe, mimi na wewe tuna nini? Yani tuna mpango gani mimi na wewe, tumekubaliana nini? And that's why Jesus talked to his mother and said, what have we got between me and you? What plans did we have, me and you? Manake sisi tumekuja kusherehekea, tumekula ili tumekuja kwenye harusi tule ili tuondoke. It's that we came here to enjoy the wedding, to eat and drink, and then we can leave the wedding. Lakini mama unaniambia divai imeisha. But mom, you're now telling me that the wine is finished. Unatakiwa kukubaliana na mazingira popote ulipo. Sibishane na mazingira ambayo Mungu ameweka kwako, ameandaa. You're supposed to accept the circumstances that are put before you. You do not disagree or argue with the circumstances God has prepared for you. Ukiendelea mstari wa mbele 4, Biblia inasema Yesu akamwambia tuenda mstari wa 5. Mamaye akamwambia 4. Yesu akamwambia, mama, tuna nini nawe? Sasa saa yangu haijawadia. Yesu anasema saa yangu haijawadia. Sawa? Tukienda mstari wa mbele, angalia sasa hapa kuna kitu cha kujifunza. Yesu alipomwambia mama yake kwamba saa yake haijawadia kufanya muujiza, alikuwa anamaanisha hivyo. Sawa? Ukienda mstari wa mbele, mamaye akawaambia watumishi, lolote atakayowaambia fanyeni. Angalia kuna kitu hapa cha kujifunza. Yesu anasema saa yake ya kufanya muujiza haijatokea. Sawa? Lakini kwa sababu mazingira yameandaliwa, mazingira yanaruhusu muujiza kufanyika. Mamake Yesu anawaambia, hajabishana na Yesu, anawafuata watumishi, wanafunzi wa Yesu, anawaambia lolote atakayowaambia fanyeni. Jesus tells his mother that my time has not yet come. Jesus' mother then told the servants, do whatever he tells you. Yani hiyo ndo tabia ya mazingira. Haibishani And na that is the wewe. behavior. It does not contradict with you. Ukisoma mstari wa 6, Biblia inasema basi pale kwako huko na mabalasi 6 ya mawe. And when you go to the 6th verse, it says that the 6 jars of water were there. Kama desturi ya Wayahudi ya kutawazia. Just like the rules of the rituals of the Jews for washing. Inasema moja lapata kadiri ya nzito 2, 3. Ukisoma mstari wa 7 inasema Yesu akawaambia, jalizeni mabalasi maji.
Jesus said to the servants, fill these jars with water. Nataka ugundue kitu hapa. Yesu I want you to notice amewaagiza something here. baada ya Jesus mazingira kuandaa asked kule, them, tunaona Yesu anawaagiza wajaze mabalasi maji. because of the circumstances were prepared, we can see Jesus is telling the servants to fill the Ili jars with muujiza water, ufanyike pale, hawa pia so that a walibidi miracle can wajaze happen there. mabalasi maji. In order the miracle to happen, those servants also needed to fill the jars with water. Je, wewe mabalasi yako mtu wa Mungu unayajaza maji? What about you? Do you fill your jars with water? Au kila siku yako empty? Or is it that every day they are empty? Kuna kitu cha kujifunza hapa. Unatakiwa uwe mtu wa maombi sana. Kuna kodi imefichwa hapa. Naenda kufungulia sahihi hapa. There is something that you're supposed to be very careful and look at it here. There is a code that is a secret code that is hidden here. Biblia inasema nao wakayajaza hata juu. And the Bible says that they filled the jars up to the full. Manake katika ulimwengu wa roho nini Mungu ananionyesha? As you can see, in the realm of the spirit, God is showing hawa me. Watu walikwenda kuomba wakafanya maombi. These people went to pray and did some prayers. Sio, unaelewa vizuri? I don't know if you can understand the properly. Hapa huko walipokwenda kujaza mabalasi maji, Mungu ndio kitu ambacho ananionyesha. There were some serious prayers that they did when they went to fill the jars with water. This is what God is showing me here. Tazama alipomaliza kufanya maombi, mzee Yesu anawaambia, sawa, tekeni mpelekeni mkuu wa meza. And listen, when they finished doing the serious prayers, Jesus tells them, take it to the head of the table. Kwa nini aliwaambia wateke wapeleke kwanza kwa mkuu wa meza? Why did he tell them to take it to the head of the table? Kwa sababu katika vita yoyote lazima apigwe kwanza mfalme, alafu na hao wengine wadogo wadogo watakimbia. And this shows that even in war, the person to be hit first is the king and then the small people. Katika ulimwengu wa roho lazima ilibidi apigwe mkuu huyu. In the realm of the spirit, there was a need for this elder to be hit first. Alafu ndio wengine wapokee muujiza. And then so the others can receive the miracle. Sio kama kuna mtu wa Mungu ananielewa sahihi hapa. I don't know if there's a person of God who can understand me here now. Ukisoma mstari wa 9 Biblia inasema naye mkuu wa meza alipoonja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala asijue ilikotoka, lakini watumishi walijua, wale walioteka yale maji. Okay, they took the water which now had turned into wine, and he tasted it. He did not know where the wine had come from, but of course the servants who had drawn out the water knew. Mkuu wa meza alipokunywa yeye, tayari kiroho alishapigwa na hakujua ile divai imetoka tena wapi, na hakujua kabisa. When the elder tasted the wine, already the miracle had happened, and he was already hit, and he didn't know. Ila watumishi wanaelewa nini kilichofanyika, sababu hao ndio walikwenda kujaza mabalasi maji. But the servants knew exactly what happened, because those are the ones that went to fill the jars with the water. Biblia inasema yule mkuu wa meza akamwita bwana harusi akamwambia, kila mtu huanza na divai iliyo njema, huandaa divai iliyo njema, hata watu wakisha kunywa sana ndipo huleta iliyo dhaifu. So the elder said, so he called the bridesmaid and said to him, everyone else serves the best wine first, and after the guests have had plenty to drink, then he serves the ordinary wine. Lakini wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa. But you have kept the best wine until now. Yaani tafsiri yake ile divai ilikuwa tam mpaka alikuwa anaongea amechanganyikiwa elewe. So the translation here is, it says it's like the wine was very sweet, and he was confused. He doesn't know what he's talking about. Ambayo watu wanakunywa leo hii. I'm not talking about the wine that people are drinking nowadays. Kilichofanyika katika ulimwengu wa roho, Biblia inasema ilikuwa ni muujiza wa kwanza wa Yesu. Manake ile divai ilifanyika kuwa damu ya Yesu kwa mara ya kwanza pale. Ndio watu walipata ukombozi. And in the realm of the spirit, the Bible says, in the realm of the spirit, there's a quote that is written that it says that was the first miracle of Jesus. Maana hao watu kama angelewa divai ile ambayo tunaijua sisi pombe ya kileo,
if people knew that this was the wine that we are drinking like the alcohol of nowadays, tungeona ugomvi kwenye ile harusi pale. We could have seen there was fighting in Tungeona that matusi wedding. kwenye ile harusi pale. We could see people are throwing bad words in each other's Tungesikia watu faces. wamepigana, wamechukuliana wake kwa waume pale. We could have heard about people taking each other's wives and Lakini wote husbands and waliondoka people wakiwa wako fighting. sawa. But then all of them, they left the wedding okay. Si mtu wa Mungu ananielewa? I don't know if you can understand me, the person of God. Manake divai iliyokuwa pale sio divai ya leo. It means that the wine which was there is not the wine of nowadays. Kuna watu wanabadili maandiko, wanasema Yesu alibadili pombe kuwa divai, sijui mpaka leo watu wanaendeleza kunywa. Lakini haya maandiko ukiangazia macho kama uko rohoni, unaona kilichofanyika sio hiko. And people nowadays are changing the script to say that Jesus changed water into wine, and now they're drinking and they're doing all sorts of things. But when you come to look at the scripture in the realm of the spirit, it's not that wine of nowadays. Mungu alijua watu wanahitaji ukombozi, ndio maana Yesu alikwenda kwenye ile harusi. God knew that people needed to be set free, so they needed to be in that wedding. Si mtu wa Mungu ananielewa ninachojaribu kuwasilisha hapa? I don't know if you can understand me, a person of God, what I'm trying to present here. Kuna kodi kubwa sana imefichwa hapa. Kwa nini kwanza divai ya kwanza akapelekewa mkuu wa meza? There's a very big secret code here. That's why the first wine was taken to the elder of the table. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho ukimweza mkubwa, hawa wanajeshi wadogo tayari utawaweza. Because in the realm of the spirit, if you can take control of the elder of the table, it means all those small soldiers. That's why when he tasted it, he just felt himself talking that, saying that the wine was sweet. Kwa hiyo itakulazimu mtu yoyote, ili muujiza wako tokee, hakikisha unakubaliana na hayo mazingira ambayo upo nayo. And that's why I need everyone to understand that if you want your revelation to happen, you need to understand circumstances that are here in your life right now. Inawezekana leo ukajiona ni maskini sana. It's possible that you can see you are very poor right now. Ukaanza kujilaumu na kuona kana kwamba Mungu hawezi tena kukusaidia. And you start blaming yourself, thinking that God can never help you again. Lakini nataka nikwambie, Mungu anakusudi na wewe. Kubaliana na hayo mazingira uko nayo, kuna siku utashangaa umetoka hapo. But I want to tell you that God has a plan for you. There's a day that you're going to get a breakthrough. Si unanielewa vizuri, mtu wa Mungu? I don't know if you can understand me properly, person of God. Si unanisikia ninachojaribu kuwasilisha? I don't know if you can hear me, what I'm trying to present to you. Naamini kuna mtu anapona sahi hapa. I believe someone is getting healed right now. Usikatae situation ambayo unapitia. Usikatae mazingira ambayo unapitia, kwa sababu Mungu anajua nini kipo mbele yako. Don't refuse the situation you're passing through. Don't destroy the place where you are right now. Inawezekana kuna mtu amemleta kwenye mikono yako, wewe umtaki, kumbe huyo ni mazingira tu Mungu ameandaa ili ndio afanyike daraja kwako. It's possible that the person that is being brought to you right now, but you're not accepting the person. Maybe that is just the person has been sent to you like a bridge in order to save you from where the position you are right now. Jaribu kuwaza kwenye maisha yako, umefukuza watu wangapi ambao kujua kama ni muhimu, afu baadaye umekuja kusikia wamefanikiwa kipindi wametoka mikononi mwako. Just try to remember how many people you chased in your life, and then they came to be successful when they're out of your hands. Inawezekana yule ambaye unamdharau ndo Mungu alitaka kumbe akushike mkono, au hizo wewe mshike mkono ili mfike kwenye hati. It's possible that the person you are neglecting right now, maybe it's the person who was supposed to hold your hand to take you further to your destiny. Lakini wewe ukaangalia kwa akili zako na macho yako damu na nyama, ukajiongoza mwenyewe, ukasema hapana, sio kweli. And maybe you looked at the person with your own eyes of the flesh and blood, and then you just decided to say, oh no, this is not right. Watu wengi wanakuja kuijua kweli kipindi tayari pamesha kucha. A lot of people come to realize the truth when already time is gone. Mungu anakapokupa mtu, when God gives you someone, Mungu anakuwa anakusudi na huyo mtu. God has a plan with that person. Mwangalie Mathayo pale Forodhani.
Look at Matthew there at the court. Alikutana na Yesu, Yesu akamwambia nifuate. He met with Jesus and Jesus told Matthew to follow him. Hakujiuliza maswali mengi, tunaona anainuka na mfuata Yesu. Kumbuka alikuwa anatoza ushuru huyu Mathayo. And you remember he didn't think twice. He just got up and followed Jesus. And this Matthew was doing taxation. And that is the same as it is with God. Anaweza akamleta mtu kwako alafu wewe huyo mtu ukamdharau. He can bring someone to you and that person you might neglect. Si unanielewa vizuri mtu wa Mungu? I don't know if you can understand me properly, person of God. Si unanisikia ninachojaribu kuwasilisha mbele zako? I don't know if you can hear me properly when I'm trying to present to you. Yesu amekutana na Petro, analoa samaki, ananuka shombo kimtazama. Jesus met with Peter when he was fishing and was thinking of a fish stank. Lakini tunamuona anaacha shughuli zake anamfuata Yesu, hajiulizi mara 10. But we see that Peter just dropped everything and followed Jesus. He doesn't ask himself 10 times. Kuna watu Mungu ataleta kwenye maisha yako ni kwa ajili ya kukuvusha. There are people that Jesus is bringing to your life. God is bringing to your life to cross you over to your destiny. But a lot of problems that you face, we neglect these people. Hakikisha anakuwa mtu wa maombi kwanza. Make sure you become a person of prayer first. Muulize Mungu kwa habari ya ujio wa mtu ambaye usimfahamu. You better ask God of the person who comes into your life before doing anything else. Mungu atakupa direction juu ya mtu wake na Mungu atamleta. Aidha atakupa njozi ama atasema kupitia watumishi ama atasema kupitia wewe mwenyewe. God himself is going to reveal what that person is. Maybe he can give you the revelation through dreams or through people or through your pastors. Do not look at yourself as it is like maybe you think that you don't have anything. Make sure you fill your jars with water, the jars that God has given you. I don't know if you can understand the person of God. Wherever there's a miracle of God that's supposed to happen, there are circumstances that are prepared so that you can be prepared properly. Jaribu kukutana na watumishi mbalimbali wa Mungu, waulize juu ya maisha yao, juu ya huduma zao, watakupa testimony za maisha yao way back huko walipotokea. Try to meet up with people of God and ask them about their lives and how they started, and you can see they can give you the testimony of their lives, where they're coming from. Usimwone mtu tu amesimama na ubiri injili. You cannot just see someone teaching about God. Usimwone mtu anaendesha gari nzuri. You cannot just see a person driving a good car. Lakini nyuma yake kuna mapito alipitia, Mungu alimpitisha. But behind his success, there are some challenges that God made him face. Sasa wewe umepitia changamoto 2-3 unataka kumwacha huyo Mungu. And look at you, you've gone through maybe 1 or 2 difficulties and you want to leave God. Utaki tena maombi, uhitaji tena kusikia habari za Mungu. You don't want to have prayers anymore, you don't want to listen to God's messages anymore. Kama unataka kuvuka, endelea kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu. If you want to have a breakthrough, you have to be under God's guidance and also be humble towards God. Ni kweli muda mwingine mazingira ni magumu sana ambayo Mungu anatupitisha. It's possible that there are sometimes the circumstances and environment that God is crossing us to are very hard and are not persevere. Lakini mazingira ambayo Mungu anakupitisha pia anakuwa ni shule kwako. But also the circumstances and the environment that God is taking you through, it becomes a school to you to learn. Si kama unanielewa vizuri mtu wa Mungu? I don't know if you can understand me properly, person of God. Ninaeleweka ninachojaribu kuwasilisha kwenu? Am I understood what I'm trying to present to you? Ni ujumbe Mungu ameleta kwako ili wewe uweze kuvuka. Hakikisha unakuwa mtu wa maombi kwanza. It's a message that I'm trying to give to you, but make sure you become a person of prayer first. Lakini kuwa mtu wa kumsikia huyo Mungu anachokiongea, sio kujisikia mwenyewe unachokiwasilisha au kukiongea kwa watu. But also be silent and listen to the words that God is trying to reveal to you, not only listen to yourself. Kuna nguvu kubwa ndani yangu ya Mungu nilisikia na kwenda kuwavusha watu sasa.
There's a great power in me that is telling me that God wants to break through people in the situation they are right Kuna now. mtu alikuwa anaomba kwa habari ya biashara, Mungu anakwenda kumjibu huyo mtu. The person was asking God for something about his business. God is going to break through in his business. Kuna mtu alikuwa anaomba kwa habari ya ndoa, naona Mungu anakwenda kumvusha huyo mtu. There's a person who was praying with about his marriage. God is going to cross that person to the marriage. Kuna mtu alikuwa anaomba kwa habari ya huduma, Mungu anakwenda kuikuza hiyo huduma, na nasikia katika ulimwengu wa roho. There's a person who is praying to God about his service, and God is going to get Kuna a watu breakthrough in his vipawa na service. karama zinakwenda kufunguka kwa hali ya juu sana. My God. There are people whose talents and strength are going to be revealed and breakthrough in a very high potential. Kuna watu walikuwa wanatamani kuona katika ulimwengu wa roho, Mungu anakwenda kuwafungua macho siku ya leo. There are people who want to see in the realm of the spirit, to open the spiritual eyes, and God is going to open the spiritual eyes walikuwa tonight. wanapanga kwa habari ya kununua viwanja, naona Mungu anakwenda kuwapa hivyo viwanja. There are people who wanted to buy pieces of land, and I see God is going to give them those pieces of land. Kuna watu walikuwa na kesi, naona anakwenda kushinda katika ulimwengu wa roho. The people who are having cases, and God is going to make them prosper and win in these cases in the realm of spirit. Naona Mungu anakwenda kuwajibu wa watu sasa. The people who are praying about the prosperity in the financial area, and God is going to break through them in that financial area. And the people who are going to receive talents in the business, and God is telling me right now they're receiving. Kuna watu waliomba kwa habari ya malango ya nje ya nchi, naona anakwenda kufunguka katika ulimwengu wa roho sasa, anakwenda kuvaa mwili. The people who prayed about crossing borders in abroad and other places, and God is going to open them in the realm of the spirit. Mungu anafungua na niambia. God is opening and telling me. Anga limefunguka kwa ajili yako sasa hivi nasikia. The sky and the air is open for him to hear you right now. Naona katika ulimwengu wa roho sasa hivi, naona mafuriko kwenye huduma za watu sasa hivi. When people in the ministries and services right now, I see there's a blessing and abundance right now. I see a lot of people in churches that are filled in these churches, and I don't know how much these people are. I see there's a lot of people in these churches. I see people, cars. There are loads and loads of people. Nataka nikwambie hujanisikiliza kwa bahati mbaya hapa leo. I want to tell that it's not a mistake for you to listen to me today. Mwezi unayokuja, next month, the coming month, ni mwezi wa mabadiliko kwa watu wote. It's a month of changes for everyone. Kuanzia huduma, vipawa, karama na hata uchumi. From ministry, from talents, and even finances. Mungu anakwenda kuwabariki watu sahihi. God is going to bless people right now. Mungu anakwenda kuwabariki watu. My God. God is going to bless people. My God. Mungu wangu. My God. Mungu wangu. Mungu wangu. Nina mambo makubwa sana katika ulimwengu wa roho. Anga limefunguka. I see great things right now in the realm of the spirit. Mungu ananiambia nakwenda kuwajibu haja za mioyo yenu, nyinyi ambao mlikuwa mnalia. God is saying, I'm going to answer the things of your heart, the desires of your heart. Those people who are crying in the spirit. Jesus Lord. HDM ministry. Mungu anakwenda kukuinua isivyo kawaida, ananiambia. HDM ministry, God is going to increase you in unreasonable strength and unreasonable power. God is telling me right now. I see prosperity abroad. Abroad. Mungu anakwenda kutambulisha kimataifa. God is going to introduce you internationally. Elijah, ninaona unakwenda kupokea fedha kwenye mikono yako. Wewe ambao umeandika Prophet Elijah, naona unakwenda kupokea fedha kwenye mikono yako. Prophet Elijah, I see that you're going to receive money in your hands. You who has written your name as Prophet Elijah, I see you're going to receive big money in your hands.
Le kupla dia Thank you, luzgo vadia Jesus. mando. Maprekuf Thank you, keliando Jesus. sayadia. Lando kepla dia. Inaona hapa Santes. ninavyoongea sasa hivi naona malaika wakishusha vitu Thank kwa you, watu. Jesus. Sasa hivi ninavyoongea Santes. kila mtu anapokea baraka zake. Rakuske pele dia Right now, luzgo when I'm vaya handa speaking, sia. Aduska Santes, paya mando. Santes, Mekratia nusko paya. Santes, Raduska paya hando. Santes. Lakuska I tatatai. receive. Pokea baraka zako. Santes. Pokea baraka zako. Pokea baraka Santes. zako. I Pokea kwa receive. jina la Yesu. Pokea kwa Santes. jina la Yesu. Santes. Pokea kwa jina la Yesu. Receive Pokea your kwa jina la blessings Yesu. in Pokea kwa Jesus' jina la Yesu. name. Pokea. Receive in Jesus' name. I receive. Re- Naona watu wanakombolewa katika Santes. ulimwengu ambao walikuwa wamefungwa. Naona watu wanakombolewa. I see people who are being Wanakombolewa. released in the realm of the Wanakombolewa. spirit. They are being chained. I see they're being released. They're being released. They're being Naona released watu in the wanatoka realm of the makaburini spirit. sasa hivi wanafunguliwa. I see people coming out from the graveyards and being released in Kuna Jesus' watu name. walitakiwa wawe matajiri wakubwa, naona walikuwa wanazuiliwa. Naona Mungu anakwenda kuwafungua leo sasa hivi. I see people are supposed to be rich people and they are being chained. Now they are being released Kuna tonight. watu walikuwa wanalia, namwambia Mungu hatutaki kukaa kwenye nyumba za kupanga. Mungu anaenda kuwatoa, ananiambia. There are people who are crying and saying we don't want to stay in these rental houses, and God is going to remove Kuna them watu from walikuwa there. wanalia kwa habari ya kuendesha gari. Mungu anaenda kuwapatia, ninaona usafiri. I see people crying about the issue of driving cars, and God is going to give them Kuna watu transport. I can see wamechoka. people are tired. Naona watu wamechoka, anasema Mungu utatembea sana kwa miguu, Mungu utatembea sana kwa miguu. I see people are tired, saying, God, we've been walking too much by your feet. We're going too much on our foot. Mungu anakwenda kukufungua sasa, anakwenda kupokea gari. God is going to release you right now, and you're going to receive your car. Mungu akubariki wewe ambaye unanisikiliza sasa hivi. May God bless you, who you listening to me right now. Kuna muujiza mkubwa sana unakwenda kupokea, Mungu ananiambia. There's a great miracle that you're going to receive, God is telling me. Mwezi unaokuja ni mwezi wa baraka kwako. The coming month is the month of blessing to you. Siko naelewa vizuri mtu wa Mungu. I don't know if you understand me, person of God. Mwezi unaokuja ni mwezi wa baraka. Naona kuna watu wanakwenda kuvuka kwenye shida mbalimbali, Mungu anakwenda kuwavusha. The coming month is a month of blessing. I see a lot of people being crossed over and are being released in Jesus' Kwa nini name. lakini watu wengi ambao wananitazama hapa naona ni watumishi wa Mungu. I don't know why I see a lot of people here. I see the ministers of God. Naona wakiwahudumia watu sehemu mbalimbali. Kila mtu anaona na huduma. I see people are being ministering to people in different areas. Everyone I can see they have a talent within them. Mnanisikia vizuri watu wa Mungu? I don't know if you can hear me properly, people of God. Lakini ndio kitu ambacho ninachokiona. Naona vipawa na karama. But what I see, I don't know. I see in the realm of the spirit, I see power and I see talent and I see ministry. Mungu akupe neema kuu wewe ambao ulikuwa unisikiliza toka mwanzo. May God give you his grace. The worst person who was listening to me from the beginning. Kuna kitu kinakwenda kufunguka kwako. There's something that is going to be released to you. Kuna nguvu kubwa ninaisikia ndani yangu, kuna watu wanaifeel nguvu, Mungu ananiambia. There's a great strength that is in me, and I see other people have already received that power that God is telling me. Hivi ninavyoongea kuna watu wanaisikia hii nguvu ambayo inatoka ndani yangu. Oh yes. Here what I'm speaking, and I can see people can feel that power that is coming from me right now. Kuna watu wanaisikia Mungu ananiambia hii nguvu. And I can see that people can feel this power God is telling me. Anasema receive. Jesus. Yes. Oh yes. Kabla sijatoka hapa, before I kisha utakuwa unaandika jina here, lako hapo, nami nitakwambia kile ambacho Mungu ananionyesha. Make sure you tell me your name, and I'm going to tell you what God is telling me right now. I don't have a lot of time right now. Majina yote yanayopita naona ni utumishi tu. Majina yote yanapita naona utumishi. All the names that I see, they're coming down. I see only minister. My God. Tekla, ombea sana ndoa, ndio sauti inaniambia hivyo. Tekla, you need to pray for your marriage. Ulimwengu wa roho unahitaji kurudishwa nyota yako. Tekla, your star, your destiny has been taken in the realm of the spirit. Pray about your marriage. Pray about marriage.
Tunaelewa vizuri? I don't know if you can understand me properly. Tekla. I don't know ni nini, lakini katika ulimwengu wa roho sijui kama hicho kitu unakiona, lakini ninaona kuna kitu uliwahi kukanyaga katika ulimwengu wa roho na kinakuletea shida kwenye mguu, kwa sababu naona mguu kuna kitu kinatembea kama maumivu ama ganzi kwenye mguu wako. Tekla. There's something that I don't know in the realm of the spirit. I see that you stepped onto something and it is bringing some pain in your leg, in your feet. So I don't know what it is. She's saying left leg, mguu wa kushoto. Mguu wa kushoto. The left leg. Mungu akupe hatua mpya. Mungu akupe hatua mpya. God give you new steps. May God give you new steps. Muda mwingi umekuwa mtu tu wa kulia, sio mtu wa furaha. Naona mtu wa kulia tu muda mwingi. I see there's a lot of time you're a person of just crying all the time. You're not a person with happiness. You're just crying all the time. Sio unanisikia nachojaribu kuongea hapa, Tekla? I don't know if you can understand me what I'm trying to talk to you right now, Tekla. Anasema ni kweli baba. She's saying it's true, baba. Mkuu mara nyingi ni mtu tu wa kulia, yaani nakuona hivyo ni kulia. I see there's a lot of time a person of just crying. Jesus Lord. Mungu ana kusudi kubwa sana na wewe. God has got a purpose, a big purpose for you, with you. Si unanielewa vizuri? I don't know if you can hear me properly. Mungu anataka kumpa mwanao ufadhili. God wants to give a sponsorship to your child. Mungu anataka kumpa mwanao ufadhili. God wants to give a sponsorship to your child. Si kwa nini kinasikia ni kuombea. Hebu ni request hapo. I don't know, you have to request me. There's something telling me to pray for you, Tekla. Tekla, request. Asema napitia magumu mno. Jesus Lord. It says I'm passing through a very hardship. Yes, to Christ. Mwezi ujao ninaona kuna watu wanakwenda kuvuka wengi sana. The coming month I see a lot of people are crossing over, a lot of people. Innocent. Mungu ananiambia somo la leo lilikuwa pia kwa ajili yako. God is telling me that the prayer for today, the reading for today was also for you, Innocent. Hayo mazingira ambayo unapitia, Mungu anakwenda kukuinua na utaamini. The circumstances that you're passing through, God is going to release you and you will not believe it. Ketra. Tekla. Ndio baba. Bwana Yesu asifiwe. Amina baba. Muda wote wakati ninaongea na wewe naona umekuwa mtu wa kulia sana, mtu wa kukata tamaa kwenye maisha. Kuna muda unasema basi. All this time I was talking to you, the time you say. Ni kweli. Kila ninachofanya kiendi. Kuna muda unahisi kabisa kuchanganyikiwa. Ni kweli baba. Okay, wakati pale chini unaandika jina lako niliona mguu, kitu kinatembea kwenye mguu kama ni maumivu, lakini kaona ni confirm. Ni kweli. Kuna muda unakosa, yani unakuwa kama ganzi hivi. Ndio. Nisikilize. Ndio. Wewe ni mtu ambaye una nyota kali sana. Amina. Wachawi nyota yako umeiona. Unanisikia? Ndio baba. Kuna mtu alichukua jina lako afu akaenda akafunga, akasema usipate ndoa kwenye maisha yako wala usipate msaada wote. Ni kweli baba, sio kwa ndugu, yani sipati msaada wowote kwenye maisha yangu. Hata ndoa unasikia tu kwenye mikono. Unaweza kupata mtu akasema sasa huyu sasa hivi anaenda kunioa, alafu end of the day inapokatika ujui. Ni kweli baba. Ina change to from nowhere. Ndio, ndo maana hata rafiki zangu, kuna baadhi ya rafiki zangu wananiambia ndo maana uolewi. Jesus Lord. Na hutaolewa. Jesus Lord. Nafuta maneno yao, utaolewa kwa jina la Yesu. Amen, I receive. Utaolewa kwa jina la Yesu.
Amen baba. Mekladia luz kovadia manta siali. Unapajua Kionda? Kionda ni Morogoro baba, ndo kuna kipindi nilikuwa nafanyia kazi kule. Kuna kipindi ulikuwa nafanyia kazi kule? Ndio. Malaika Mungu ananichukua sasa na nirudisha Kionda. Katika ulimwengu roho niko ninaona eneo la Kionda. Ninaona kuna mtu Mungu anakwenda kukutanisha tena naye huko. Naona huyu mtu atakuwa baraka sana. Ni dereva ninamuona. Utaajiliwa, Amina baba. Utapata kazi nzuri. Na naona baada ya hapo maisha yanakwenda kuchange. Na wewe sio mwembamba kama Zeweni ninavyoona hiyo picha hapa sasa hivi. I receive baba, I receive. Tino nisikia vizuri? Nakusikia baba. Simama na Mungu ili Mungu akutendee makuu sana. Amina. Unaposikia prophecy imetoka ndo muda wa kusimama na Mungu, sio muda wa kukaa kurelax. Ndo mavita yanaanza sasa. Ndio baba. Tino nisikia vizuri? Nakusikia. Naona utafunguliwa biashara kubwa katika ulimwengu wa roho, biashara kubwa sana. Ninaona za nguo, ninaona maduka ya vyakula, naona utafunguliwa. Amen. Kuwa makini sana. Amina. Kuna muda kifuani unasikiaga nini kifuani kwako? Naona kama kuna uzito, hali ya uzito kwenye kifua. Sina amani baba, sina amani. My God. Ndio. Mungu anakwenda kukupa amani. Unanisikia? Na Mungu anakwenda kukupa furaha ambayo ulipoteza muda mrefu. Mungu anakwenda kukupa. Unanisikia? Uchumi ulikuwa umefungwa. Uchumi ulikuwa umefungwa. Shule unaelewa vizuri? Ndio baba. Mungu anakwenda kukufungua totally. Unanisikia? Amina. Ndio. Maumivu ambayo ulikuwa unasikia kwenye kichwa chako, Mungu anakwenda kuyatoa. Kwa sababu ninaona mapepo yalikuwa yamekaa na yalikuwa yamekufunika. Wamegokea vazi jeusi. Yoyote ambaye anakuja kikutazama hakuoni. Ni kweli baba. Sio, unaelewa vizuri? Connection zilikufa, connection nyingi zilikatika. Lakini naona Mungu anakwenda kukufungulia sasa. Sasa. Sio, unanisikia? Kuna nguvu kubwa ya Mungu anakwenda kupita ndani yako. Kuna nguvu kubwa sana ya Mungu. Pokea ufungulifu kwa jina la Yesu Kristo. Pokea rehema ya Mungu. Nguvu ya Mungu kapita ndani yako sasa hivi. Ikakufungue kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Wakaachia uchumi, wakaachia hatua. Hizo hatua zikafunguke sasa. Zikafunguke sasa. Zikafunguke sasa. Zikafunguke sasa. Rapa shepradinus kovadia. Malivatus kopayanda. Lakuske pai. Losko padusata. Malivadus sotopalia. Mekadus sopai. Mekatus katayanda. Asante mfalme amani. Asante Jehova Nisi kwa ajili ya mwanao. Asante kwa ajili ya ufungulifu. Asante kwa ajili ya kwenda kumfungua mwanao. Naamini Baba na kwenda kumshika mkono. Pokea in Jesus mighty name. Amen. Amen. Maketus kovedia mantasia. Na kuna simu ya baraka utaipokea ndani ya siku 2 hizi. Unanisikia? Amina baba. Kuna simu ya baraka sana utaipokea. Mungu ananiambia. Amen. Unanisikia? Ndio nakusikia. Mungu ananiambia amesikia kilio chako. God is saying, God is telling me, He has heard your cry. Kuna malango ya nje yanakwenda kufunguka. Unanisikia? Ndio baba. Kuna malango yanakwenda kufunguka ya nje. Mikono yako. There's a broad door that are going to be open. Mikono yako. Mungu uchumi. Sijui, but God is going to open your finances. Ndio nakusikia baba. Mikono yako Mungu anafungua uchumi ananiambia. Si unaisikiaje ndani ya mikono yako, lakini God is going to open your finances. I don't know what I hear, but I can see that God is going to open your finances. Najisikia kama nimechika moto hivi. Yes, Mungu anafungua hiyo mikono sasa hivi. I see like as if I'm catching fire. God is opening your hands right now. He's opening your finances right now. Unasikia?
Ndio baba. You can hear me? Makaladuso valea luz kovadia nusia. Mevla kuvalia duso pae. Naita ndoa yako kwa jina la Yesu Kristo. Popote ilipofungiwa ikafunguke sasa. Ve produce velia. Alusko paya diamando. Mekatus. Meproduce ya via. Lakuska paya. Na kata na hilo jina lako ambalo lilifunga kwenye karatasi akalifunga kwenye mti. Maliva dusa tapai. Nyota yako ikarejee sasa. Kibali chako ikarejee sasa. Wewe kwa faida tena. Kuanzia sasa. In Jesus' mighty name. Amen. Amen baba. Yesu. Nisikilize kwa makini sana. Ndio baba. Lipo kusudi la Mungu ndani yako. Ndio. Simama na Mungu ili uende mbali. Kuna watu wameshajua nyota ulionayo, manake wamekaa wanaitazama. Amina. Thank God so that you can go farther because all can see your destiny. Hakikisha unasimama na Mungu. Make sure you stand with God. Kuwa mtu wa maombi. Be a person of prayer. Usikubali kukatishwa tamaa na watu wa karibu waliokuzunguka. Maana watu ambao kukatisha tamani hao ambao wamekuzunguka. Ni kweli baba. Unapenda sana kuwapa masikio. Do not listen to people who degrade you. You keep giving them time. Nisikilize. Listen to baba. Kuna simu ya baraka inakuja. Ndani ya siku mbili hizi kuna simu utapokea baraka. A blessing phone call that is coming to you next 2 days. Sikufundishi nini cha kufanya. Unanisikia? Ndio. Tegemea telling you what to do. Utafanikiwa. Amina baba. Mungu akubariki sana. Believe in God. Amen. You will be prosperous. May God bless you. Amen. Innocent, Mungu ana kusudi kubwa sana na wewe, ananiambia katika ulimwengu wa roho naona Jesus Lord. Innocent, God has got a purpose with you in the realm of the spirit. I can see God is telling me. Sijui ni nini kinazuia, lakini katika ulimwengu wa roho mimi naona mataifa mawili bado yanakusubiri. Nasikia sauti kabisa. Canada, America. Canada, two nations are waiting for you. Lakini nasikia sauti. Maybe Canada and America. I can hear the voice that says something like Canada, America. Usiogope, hizo nchi utazikanyaga. Mungu ananiambia kivyo vyote utakanyaga. Do not be afraid. You will step foot into these countries. God is telling me, however it is, you step foot into these countries. Akili zako inawezekana ukawa umeshindwa kwa mawazo ya kibinadamu. In the normal human brain mind, it means that you think that you are. Lakini Mungu anakwenda kufanya. But God is going to make it happen. Sio, unanielewa vizuri mtu wa Mungu? I don't know if you can understand properly. Na pia Mungu amekupa mafuta mazito sana, makubwa sana. And God has given you a big anointing, heavy anointing. Anasema mtumishi, nibariki siku yangu leo, my God. Una neema kubwa sana ya Mungu mno. Andika mtu jina lako hapa, nitakwambia nini Mungu anakwenda kufanya. Write your name here and I'm going to tell you what God is going to do to you. Nitakwambia nini Mungu anakwenda kufanya. Write your name here and I'm going to tell you what God is going to. I know you are many people, but please let us be patient. Maneno sila, ninaona ukipokea fedha nyingi katika ulimwengu wa roho, Mungu anakwenda kukutanisha na watu sahihi sana. Anasema Edi Msamila katika ulimwengu wa roho, ninaona Mungu amekupa kitu kikubwa sana. Pia unabidi uanze kukitafuta. Uwe pia mtu wa maombi. Hata kama unafanya talent, pia fanya na maombi, kwa sababu naona wewe ni uzao wa kikwani. Nasikia katika ulimwengu wa roho, uzao wa kikwani. Sio kama unanisikia vizuri. I can say something in the realm of spirit. I don't know if you can hear me, but God has given you a lot. I don't know if it's your talent, but also you involve God also in prayers, and not only in your talents, but I can see you've got an anointing of apostolic anointing. Utakuwa unamtumikia Mungu na unafanya kazi zako. Usiogope. Okay, you'll be also serving the Lord and doing your jobs also. Don't be afraid. Lakini naona katika ulimwengu wa roho Mungu anataka akupe mwanamke wa kizungu ndio awe mke wako. Kwa sababu naona umeitwa katika mataifa mbalimbali. Sijiangalie hivyo ulivyo.
But I see in the realm of the spirit that God wants to give you an European woman. So I don't know how it is. Don't just look at Hii kama yourself like upo that. unanisikia, lakini I naona don't know if you're there. destination You can listen yako, to me. naona ndoa ya mwanamke wa kizungu. But when I see, I can see that your destination says you're going to have a European wife. Ila Mungu atakutumia kwa namna yako, ile kwa namna yake. But God is going to use you in His way. Ila ninachokiona, ninaambiwa uzao wa kikwani, uzao wa kikwani. What I'm seeing, it's an apostolic. I don't know kuna mahusiano yote na Tanga. I don't know if you've got any relationship with Tanga. Mebladia luz kovadia mantosia, uzao wa kikwani. Kina don't know, katika ulimwengu roho ninaona neno Tanga. My God. Ratushke veledia luz kavaya, mebla dusko varadia nus, mepla kuva liakushko peledia luz kapa, mando liakush, mali vadus sotovai, la dusko veledia nuske, mando liakushko pai. Emmanuel una kitu kikubwa sana. I don't know ni nini, lakini katika ulimwengu roho, my God, katika ulimwengu wa roho, Jesus, ninaona mwanga mweupe ukimulika kwako. Emmanuel, I see something you have in the realm of the spirit. kwako. I see there's a great white light which is coming directly towards you. You've got something very rare. When I look at that white light, it is reflecting into my eyes, Emmanuel. Mungu amekuchagua. God has chosen you, Emmanuel. Mungu amekuchagua. God has chosen you, Emmanuel. Shika mwananielewa vizuri. I don't know if you can understand me properly. Sijui kama unanielewa vizuri. Annette, kilio kimeisha. I don't know if you understand. Kilio kimeisha. Annette Richard, kilio kimeisha. Annette Richard, your cry is over. Kilio kimeisha. Your cry is over. Kilio kimeisha. Your cry is finished. Kilio it is kimeisha. Done. Yes. Usilie tena. Your cry is finished. Don't cry no more. Sio unanielewa vizuri. I don't know if you can understand me properly. Endelea kumtumikia Mungu, Annette. Pia muimbie Mungu, utafika mbali sana. Sing for the Lord and you'll reach a huge destination. Okay, Diana, fungua mic yako. Diana, where are you coming from? Diana, open your mic. Tanzania, Arusha. Tanzania, Arusha. Mara yako ngapi hapa kupanda? How many times have you come here, Diana? Mara pili. This is the second time. Ndio, Prophet. Kumbe tulishawahi kuwasiliana. So it means that we have communicated before. Hatukuongea ila naingiaga tu live. Naingiaga live. Okay, unataka Mungu afanye nini? We haven't spoken. What do you want God to do for you? Napitia changamoto kwenye kazi. Naona maisha hayaendi, vita ni kubwa kazini. Okay, kwa nataka Mungu akuhamishe, unataka amalize vita, unatakaje? Ndio hicho nataka. Yaani nataka tuende kwenye destiny moja kwa moja. Nataka amalize vita. Amalize vita. Na nisaidie kazi nyingine niondoke. Okay. Ndani ya miezi. Ndio. Ndio vyangu hapa vimesimamaje? Vingapi? Vitatu. Sawa. Mungu anakupatia kazi nzuri. God is going to give you a nice job, a better job in 3 months time. I receive. Kuna mguu wote ulikuwa unasikia maumivu? Ndio. Ndio Prophet. Ni kweli, mguu wa kulia. Kwa sababu wakati niko naongea na kuambia habari ya miezi mitatu wewe kupata kazi, nikaonyeshwa kwa habari ya mguu, kwa sababu niko na nyoka amezingira kwenye mguu. Kila unapotaka kwenda kupiga hatua unaona unarudishwa. Mungu anisaidie. Ni kweli miguu inanisumbua. Inakusumbua? Ndio. Nisikilize. Ndio. Mungu anakwenda kuanza nawe ndani ya miezi. God is going to start with you in the next 3 months. Amina. Unanielewa? Ndio baba. Yeah. Na pia
kuwa mwombaji, mtu wa maombi, kuwa mwombaji, mtu wa maombi. Be a person of prayer, be a person. Ndiyo. Japokuwa naona una hofu sana ya Mungu. Kweli. Yeah, naona ni mtu ambaye una hofu sana ya Mungu. Ni kweli baba. Nani mwalimu mtu wako karibu? Nani mwalimu? Eti. Sina mwalimu. Una mtu wa karibu yote ni mwalimu? Who is a teacher? Who is a person very close? Hello? Hapana. Nilikuwa na mahusiano na mwalimu. Ulikuwa na mahusiano na mwalimu? Lakini hatuko tena pamoja. Hampo tena pamoja? I don't know ni nini, wakati naongea na yeye nikaona picha ya mwalimu imetokea mbele yangu. Ni kweli, nilikuwa na mahusiano na mwalimu. Ulikuwa na mahusiano na mwalimu? Ndiyo. Okay, sawa, haina shida. Kwa sasa hivi una ndoa? Sina ndoa. Sasa mbona kuongea kwa habari ya ndoa? Taki Mungu akupe ndoa? Natamani sana. Lakini kazini ndo vita kali, ndo maana nimeanza na kazi. Kazini vita. Sawa, kesi yako imeisha. Mungu anakwenda kurestore kila kitu kwenye maisha yako. Sawa? Amina baba, amina. Amen. Lakini pia omba kwa habari ya kujitenga na madhabahu. Ndio sehemu ambapo ulipozaliwamo. Sawa? Ni kweli. Naona watu wa kuchinja chinja walikuwa sana. Ni Masai. My God, una madhabahu nzito sana. Naona watu wakichinja chinja. My God. Kuna mkono pia ulikuwa unasikia sijui ni kitu kama ganzi ama maumivu kwenye mkono. Ni kweli baba. Ndani ya hizi siku 2, 3, 4 zimepita, mikono ilikuwa mkono wa kushoto unakufa ganzi. Mkono wa kushoto? Okay, sawa, haina shida. Nimesikia Mungu ameniambia amekupa miezi 3 tu. Sawa? Vitu vingi Mungu atakwenda kurestore. Sawa? Vitu vingi Mungu atakwenda kurestore kwenye maisha yako. Sawa? Amina. Amina baba. Napokea. Tafuta kanisa la kiroho ukasali. Mungu pia atajifunua sana kanisani. Amen. Unaelewa vizuri? Ndiyo. Unasema unaishi wapi? Arusha. Arusha. Ndiyo. Okay, haina shida. Haina shida. Sawa. Lakini pia kwa watu ambao hapo Goba, naomba mnitafute, nitapa maelekezo. Kuna kanisa nitaambia muende mkasali. Ni kanisa lipo zuri na mtumishi wa Mungu yupo anatumika huko. Wagoba wote mnitafute. Wale wanangu wote Wagoba ambao nahudumia nitafute. Sawa? Nisikilize. Tanzania? Wewe uko Tanzania au nje ya Tanzania? Mimi siko Tanzania. Siko Tanzania. Sawa. Siko Tanzania. Asante Bwana Yesu. Ulishawahi kuota nyoka amefunga kwenye tumbo lako? Nyoka kubwa. Kuota amening'ata. Amekung'ata? Amening'ata mguu. I don't know ni nini, lakini katika ulimwengu leo naona pia ameshikilia tumbo lako. Una changamoto ya tumbo. Una changamoto ya tumbo? Ndiyo. My God. Nisikilize. Sawa? Ndiyo. Mungu anakufungua. Amen, napokea. Kuna namba nitakupa, kuna mtumishi atakuombea. Ndiyo. Sawa? Amen. Kuna mtumishi atakuombea, yupo hapa. Kuna namba nitakupa. Sawa? Na nafikiri naona kuona hapa. Ndiyo. Nitakupa namba yake. Atakuombea na utafunguliwa papo hapo. Ndiyo. Unanisikia? Amen. Hapo utafunguliwa. Ndiyo na baba. atakupa maelekezo mengine Mungu ananiambia.
Amina baba. Unanisikia? Napokea. Ndiyo baba. Kipindi gani ulikuwa unasikia kama kizunguzungu kichwani? Mpaka sasa. Mpaka sasa? Ndiyo. My God. My God. Ninaheshimu sana Mungu anachonielekeza. Ningeweza kukuombea. Sawa? Ndiyo. Ameniambia mpeleke kwa mwanao. Sawa? Ndiyo. Ameniambia mpeleke kwa mwanao, atamwombea pia na atafunguliwa. Sawa? Amina. Amina baba. Ya miezi mitatu, unanisikia? Ndiyo. Mungu anakwenda kukupa kazi. Amen, napokea. Unanisikia? Ndiyo baba. Ndani ya miezi mitatu Mungu anakwenda kukupa kazi nzuri. Sawa? Amina, amina. Endelea kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu. Amina baba. Endelea kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu. I don't know ni nini, lakini katika ulimwengu wa roho tunaona mtu anaitwa jina kama Fred. Sio kama unamfahamu mtu anaitwa Fred. Freddy, Frederick, Freddy, kitu kama Freddy hivyo. Sikumbuki. Ukumbuki? Ukumbuki, okay. Ukikumbuka utamwambia wewe mtumishi ambaye nitakupa namba yake. Sawa? Ndiyo. Nitafute inbox, nikumbushe, maana mimi naongea na watu wengi, siwezi kukumbuka yote hapa. Niambie hiyo title. Sawa baba. Kuna mtumishi atakiwa niombee, alafu ni nani hapo. Sawa? Sawa. Namba yako naipataje? Ni inbox hapo. Okay. Namba yangu ni namba, yes. Okay. Nitaka ni inbox kwenye TikTok. Okay, ngoja niandike, sijakalili, subiri. 07833697. Okay. Namba yangu ni utaanza na 2+55, sawa? Dakika moja niandike hapa. Okay, sawa. Abeli nakutafuta. Mungu wangu, nakutafuta nikimaliza kipindi. Mungu wangu. Abel, I'm looking for you after the... Okay. Tayari? Utaanza na 758 ya Tanzania. Hiyo ni Tanzania. 07. Rudia Prophet. 0758 33 96 46 97. Yeah. Sawa. Anza na +255 alafu utaanza na 7. Sawa. Nitakupa namba ya mtumishi, atakuombea na Mungu atakufungua hapo hapo. Amina baba. Umeelewa vizuri? Ndiyo baba. Msikilize maelekezo ambayo atakupa, uyatendee kazi, utafika mbali sana. Amina. Mungu akubariki sana. Ubarikiwe pia mtumishi. Asante sana. Asante. Okay. Watu wa Mungu nisikilizeni kwa makini sana. People of God, listen to me very carefully. Kuna watu wanawaza labda tunapangana hapa. The people who think that probably we are preparing people to come and do this testimony. Kuna wengine wanahisi labda tunajua, lakini nataka nikwambie Mungu ni halisi kwenye maisha yetu. People that think that maybe we are planning something here, but I want to tell you that God is real in our lives. Mungu anachoniambia, hata kama sikuwahi kukupandisha hapa, ila ninachosikia ndani yangu, yoyote ambaye ananifuatilia, ananisikiliza,
Whatever you tell me, even if you haven't come up on this platform, whoever is listening to me, whoever is talking here, Mungu anakwenda I kukufungua. can see something in my heart. God is going to Tena huu mwezi unakuja ndio mwezi wa baraka kwako wewe ambaye unanisikiliza. And this coming month is a month of blessings for you who are listening to me right now. Niko nanisikia vizuri? I don't know if you can hear me properly. Haijalishi nimekupandisha hapa, sijakupandisha. It doesn't matter. Ila Mungu anakwenda kukushindia. It doesn't matter if you came up here or you didn't come up here, but I want to tell you that God is going to make you winner. Amos. Ninasikia ndoa katika ulimwengu wa roho. Ninasikia ndoa, Amos. I hear marriage in the realm of the spirit. Amos. I hear marriage, Amos. Sijui kwa nini lakini nasikia ndoa katika ulimwengu wa roho, Amos. I don't know why, but I can hear marriage in the realm of the spirit, Amos. Unatokea wapi, Amos? Where are you from, Amos? Emmanuel, sijui ni nini katika ulimwengu wa roho, ninaona gari. Katika ulimwengu wa roho Emmanuel, I don't know what in the realm of the spirit. Emmanuel. I can see a car. Emmanuel. Unatokea wapi? I don't know where you are, Emmanuel, but in the realm of the spirit I see a car. Kila ninaona kodi, ninaona hela nyingi sana unapokea mikononi mwako. And also I see a code of receiving a lot of money in your hands. HBM Ministry, asante sana kwa kubandika namba yangu. Jamani, mtumishi wa Mungu ni mwanangu. MBH Ministry, thank you so much for putting my number. Anasema niko Mbeya. My God, uko Mbeya? My God. I'm in Mbeya. Hakikisha unaingia kwenye kilimo, na ninaona Mungu anakwenda kukuwekezesha pia kwenye eneo la mifugo. Ninaona ng'ombe. Emmanuel, ninaona ng'ombe. Na mbuzi pia. Emmanuel, make sure you keep yourself in agriculture, and also I see yourself doing animal husbandry. And I think God is going to succeed you. God is going to make you successful. Okay? Utakuwa tajiri sana kwenu. You're going to be very rich in your community. Na ndio maana mwanzo nilikuwa naona mwanga mkubwa, lakini pia na utumishi umebeba. And that's why in the beginning I was seeing a big light, and that's why also you're also carrying a ministry within you. Si unanielewa vizuri? I don't know if you can understand me properly. Kama hujaoa hakikisha unaoa. Sababu naona ndani ya ndoa kuna baraka zako nyingi. And I see, make sure you get married, because I see in marriage you're going to get a lot of blessings that are going to happen in your life. Anasema ni mtumishi ndio, my God. Anasema ni mtumishi ndio. Mungu anakwenda kukufungua sana. I don't know ni nini, lakini una mwanga unamulika, yes, una baraka. He is a minister. I see God is going to give you a lot of blessings, and I see His light is coming upon you. Una kitu kikubwa sana. Yaani kila nikutazama sijui mimi naona ni mwanga mkubwa tu unamulika sana. Yaani ni utambulisho. Mwanga mkubwa sana. See, you've got something very huge. I don't know, when I look at you I see a very bright light, very bright. Unaelewa vizuri? I don't know if you can hear me properly. Omba pia kwa habari ya gari. Omba pia kwa habari ya gari. Kama unaona ukiwa umekaa unaendesha unatembea umekaa. Omba kwa habari ya gari. So pray about car, because I see you're not just sitting there, but you're going to. Even ninavyoongea na wewe, kama unasikia kuna nguvu kubwa ya Mungu inatembea ndani yako. Sijui kama unaisikia hiyo nguvu. I don't know if you can feel that power, because when I'm talking to you right now, I can feel a very huge power. Kama unaona malaika huko mbele yako wanakutazama. I can see angels in front of you looking at you right now. Kuna nguvu kubwa inatembea ndani yako sahihi. There's a great power within you right now. Mungu anabadilisha hiyo huduma ulionayo sasa. God is changing that ministry that you have right now. Na pia utaanza kusikia mialiko, simu za mialiko. Unashinda mkubwa sana wakuja kwako. Also, I see a lot of phone calls of invitations coming to you. There's a big testimony coming towards you. Unanisikia? I don't know if you can hear me right now. Nasema nasikia nguvu kubwa.
Ni kweli nguvu inatembea, ninasikia inatembea sana ndani yako. Kuna vitu Mungu anavibadilisha. Naona malaika amesimama. There are things God is changing. I can see angels standing in front of you right now. Sijui kama unapajua Mbeya. Mbeya. I don't know if you can hear Mbeya. My God. My God. My God. Mungu anakupaka mafuta sasa. God is anointing you right now. Nimekuuliza sijui kama unapajua Mbeya, anasema nipo Mbeya. My God. I asked you, I don't know if you know about Mbeya, and you are saying yes, I'm in Mbeya. Mungu wangu. Mungu anakupaka mafuta. Nyenyekea chini ya Mungu. God is anointing you. Go towards God. Unanisikia? Can you hear me? Naamini sasa umekuwa na amani, umejua kama upo madhabahu ambayo Mungu yupo. And I know now you're being at peace. I know you are in an altar where God is present. Na pia Mungu ataenda kufungua macho yako zaidi. Naona utaanza kuona kama tai. God is going to open your eyes again. You're going to see like an eagle. Sasa unaona huduma ya kinabii. Naona huduma ya kinabii. Because I see a prophetic ministry within you. I don't know, sijui kama unamfahamu mtu anaitwa Mary. I don't know if you know a person called Mary. Jamani, watu wa mtaptapu, anasema anapenda sana kutabiri. My God, Mungu anakupa hayo macho, nimeona hivyo kama tai, ndege yule. Anasema ninamjua. My God. Nitafute wewe, inabidi tuongee sana. You have to look for me, we have to talk more. Anasema tumbo huwa linaniuma mara kwa mara. Kuna kitu uliota kwenye ndoto unakula. Sasa naona hiyo ndio imeleta shida. There's something I saw in the realm of the spirit in the dream that maji utumie. You have to look for me so that I can pray with you. I can pray with water so that you can use the water. God is going to open doors for you. God's grace is coming towards you, faith. Kuna baraka zinakuja kwako naona. The blessings is coming towards you, faith. Anasema ndio niliota. Yes, sio ndio ilileta shida, usiogope, Mungu anakufungua, sawa? The problem where it started. Mungu akubariki sana wewe ambao ulikuwa ukinifuatilia muda wote. May God bless you who you are following up on me from the beginning. Wewe unatakiwa kuombewa. Wewe ni maombi. Henry, neema Mungu inaenda kuambatana na wewe, kuna fly inaenda kutokea. James pia kuna fly inakwenda kutokea. Zena na wewe naona kuna fly inakuja. Get ready. Okay. Innocent pia hivyo. Maliki tutaomba. Innocent abidi tuombe. Dolin umechelewa. Next time wahi mapema. Sawa? Wahi mapema. Mimi nimechoka sasa, mwenyewe naenda kupumzika. Nasema na ni prophet. Nakwambia natakiwa tuombe. Nimeshangaa imetoka. Pole. Doris mwenyewe pia inabidi tuombe nikimaliza hapa kipindi. Wewe inabidi mwenyewe tuombe pia. Yes, pastor. Inabidi tuombe. Naona roho Mungu anasema dadi, nashukuru nimepokea kikubwa. Yes. Nguvu ya Mungu imeshuka pia kwako, hata wewe naona kuna malaika wa direction wa unabii. Utakuwa unatembea naye, huyo malaika ni hatari sana. Amen. The angels of direction are going to be walking with you. These angels are very dangerous. Asante Bwana Yesu. Hilo eneo ambalo upo hapo. That place where you are right now. Ninaona alama ya msalaba hivi. I see a sign of a cross like this, and then like this.
Amen baba, nasikia malaika wanaimba my God. Hilo eneo ambalo upo hapo. Hivi, huu msalaba ambao unaona hapa. I see a sign of a cross passing this way and this way. Mungu ndivyo anakwenda kumiliki hilo eneo. Naona kanisa lako litafunza vikanisa vya watu wengine vyote watakuwa wanakuja kwako. I can see people, God is going to close all the other churches, the small churches around you, and people are going to come towards you. Watakuita Freemason. They'll call you a Freemason. Watasema mchawi. They'll say you're a witch. Lakini nakwambia Mungu yuko pamoja na wewe. But I want to tell you that God is with you. Watapanga mabaya lakini hayatakupata kwa sababu ni Mungu amekuchagua mwenyewe. They will plan bad things towards you, but they won't succeed because God has chosen you. Kila mipango all the plans will be failing. Every plan they will fail. Liko kusudi la Mungu kwako. There is God's purpose towards you. Sasa wajaribu kutuondoa, ila Mungu amesimama na sisi kwa maombi. My God. Hakuna yoyote atakayefanikiwa zaidi ya Mungu mwenyewe amekuchagua wewe. There's nobody who's going to be successful because God has chosen you. Relax. Just relax. Ni mazingira tu hayo yameandaliwa ili wewe uinuke kuwa mshindi. Just the circumstances that are being prepared so that you can become a winner. Mungu awabariki sana watu wa Mungu. Asante sana wewe ambao ulikuwa ukinifuatilia tangu hapo awali. God bless you, people of God, those who are following me from the beginning, but I want to tell you, kesho yako ni njema sana. Your tomorrow is going to be very blessed. Mungu awabariki sana. Tutawasiliana na tutaonana tena hapa na kesho kutwa. Kesho muda kama huu, majira kama haya. We're going to communicate, I think the day after tomorrow, times like now. Amen. Wewe Amos gani? Amos kwa nini naona I don't know why naona grader Caterpillar. Okay. Nitafute inbox ya Amos. Nasema leo nimeota napewa funguo ya gari kubwa kama Prado ama V8 nyeupe, ila ilikuwa kanisani na hivi. Okay. Takwambia Doris. Amen. Nasema Amos mdogo wa James. Okay. Sio nini Amos, lakini naona kitu kama Caterpillar hivi kubwa sana la rangi ya njano. I don't know why, lakini nitafute inbox. Amos, I don't know what is going on. I don't know Caterpillar. It is yellow. Just follow me on inbox and I will tell you. Mungu awabariki sana watu wa Mungu. Acha na mimi nipumzishe simu sasa hivi inazimika, haina charge. Let me now also, my phone also doesn't have charge right now. Ila utakwenda kuinuka Amos. Sasa unaona kitu kama Caterpillar la njano kubwa hivi. Nakwenda kuinuka. And I don't know what's happening. I can see something like a caterpillar which is yellow in color. Nyuma yako kuna watu. And behind you there are people. Ni kitu ambacho Mungu ananiambia, nyuma yako kuna watu. God is telling me that the people behind you. James, nitumie message inbox. Anasema nikutafute saa ngapi? Wewe nitafute kama baada ya dakika 45 hivi. Utafuta au 15 ili simu ni plug kwanza ipate charge. Let me plug my phone. Let me in 45 minutes. I need to charge my phone. Na umeme uko umekatika, mtumishi wa Mungu. My God. Sawa, Mungu awabariki sana watu wa Mungu. Na mimi pia msachi kuniombea jamani. God bless you. And pray for me also, people of God. Kupitia maombi yenu na mimi naamini huduma yangu inazidi kufika mbali. And I believe also my ministry will be going further because I know there's a lot of war. Ila kesho kutwa tutakuwa na muda mpana sana. The day after tomorrow, I will have a lot of time. Kwa hiyo tutaomba hapa pamoja. Mungu akitupa neema tutaendelea kutabiri here together. When God gives me his grace, I'll be prophesying towards you. Niongoza. As the Spirit guides me. Tunanielewa vizuri. Mtu wa Mungu. I don't know if you understand me properly. People of God. Tunataka kusema ila Mungu abariki sana, naamini mmepokea makubwa siku ya leo kwa sababu katika roho ninaona malaika wanashangilia, anga limefunguka.
Mimi naomba niwaache watu wa Mungu. Mungu awabariki sana. Amina. Be blessed before God. Let me leave you now. Amen.